Ukweli ni kwamba wengi waliumia, hususan ni mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya timu yao siku ya jana kupoteza kwa goli moja dhidi ya Petro Atletico. Mchezo ulikuwaje kimbinu? Mwalimu alifeli wapi? Wengi wakilaumu Pantev kuanza na false 9. Niko na Pandit Yusuf Bundala. Kaka kwema? Kwema kabisa. Uzima upo? Uzima upo wa kutosha ndugu. Bwana, tuanzie hapa. Jana Simba wamepoteza mchezo kwa goli moja dhidi ya Petro Atletico. Maswali yakawa ni mengi. Kwa nini mwalimu akaamua kwanza na false number 9? Kwa nini forward wote ambao ni wa kutumainiwa, Jonathan Soa, Dese Mukwala na Selemani Mwalimu kawaacha nje? Nafikiri haya yote yanazungumzwa ni baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kupoteza. Na kama ilivyo ada, ukumbuke timu ikiwa inafanya vizuri, sifa huwa zinaenda kwa wachezaji, lakini ikitokea timu inafanya vibaya, basi lawama zote huwa zinaenda kwa kocha. Nafikiri kwangu mimi nilichokiona ni kukosa umakini kwenye eneo la mwisho kwa wale wachezaji ambao walianza kipindi cha kwanza. Kama wangekuwa makini, basi inawezekana hivi sasa tusingekuwa tunazungumza hayo, kwa sababu wametengeneza nafasi kadhaa. Kuna nafasi za wazi kabisa ambazo unaona ni za Simba kuandika bao, lakini kutokuwa makini kwenye eneo la mwisho ikawafanya washinde kuzitumia nafasi. Kuna nafasi ambayo Morris Abraham alikuwa ni yeye na goli akashindwa kufanya hivyo, lakini kuna nafasi ambayo Elim Panzo Kibisawala pia aliipata, nafasi ya Joshua Mutale. Kuna namna ambavyo angeweza kuzitumia hizo nafasi, inawezekana taswira ingebadilika, kwa maana kwanza ingewajengea confidence ya kuhakikisha namna ya kuishinda mechi, namna ya kuzuia goli ambalo wamelipata, lakini kuhakikisha anapata goli lingine. Lakini kuto kutumia sasa nafasi ndio kumeenda kuzalisha makosa na ambao tunayazungumza hivi sasa. Kwa sasa anayetafutwa ni nani wa kulaumiwa, ndicho ambacho kipo. Yaani nani ambaye alisababisha kufungwa ndiye ambaye anatafutwa. Wengine wakimlaumu Elim Panzo wako ambao wanalaumu wachezaji, lakini wapo wengine wameenda kwa kocha indirect. Lakini kwangu mimi sifikiri kama Fadu kwa maana Pantev alikuwa mbali sana na kile ambacho wana Simba walikuwa nakihitaji. Lakini turudi kwa mpinzani wao. Nafikiri kabla hatujamtafuta kumlaumu kwa wekundu wa Msimbazi, lazima tupongeze ubora wa mpinzani wake ambaye ni Petro Atletico de Rwanda. Namna ambavyo alikuwa supabu kwenye namna ya kushambulia, lakini uwezo wake pia kujilinda ulikuwa bora sana. Kuna namna ambavyo alikuwa anacheza, unamtazama moment anazozifanya ndani ya uwanja, alafu unajiuliza kati ya Simba na Petro Atletico de Rwanda nani ambaye yuko ugenini. Yaani Petro Atletico de Rwanda alikuwa anapishana na Simba ni kama yuko uwanja wake wa nyumbani. Kwa hiyo lazima tuanze kupongeza hizo jitihada ambazo alianza kuzionyesha mapema. Kwenye mchezo wa jana hakuingia kutafuta sare, hakuingia kuzuia. Alichoingia nacho ni kwenda kuyatafuta matokeo, na baada ya dakika 90 anayapata. Kwa hiyo tumi hata alivyoingia Jonathan Soa kubadilisha chochote. Kwa sababu utarudi kwenye mchezo wa JKT Tanzania, kocha alianza hivi kama ambavyo ameanza. Baadaye akaingia Jonathan Soa aliweza kufunga. Kwenye mchezo wa jana, mbali na kuwa maneno yamekuwa mengi sana nje ya uwanja, wao kuanza na namba 9 Alisia, lakini hata baada ya Jonathan Soa kuingia hakuweza kufanya hicho ambacho wengi walikuwa wanakitarajia. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri tupongeze tu ubora wa mpinzani, lakini pia inawezekana makosa ambayo Simba waliyafanya na yanagharimu ni kulichukulia kundi lao ni mchekea. Na nakumbuka tulifanya interview kabla na baada ya makundi kupangwa, nikakwambia kwamba kundi ambalo linatajwa ni gumu ama la kifo ni kundi la Young Africans. Lakini kitendo cha watu kusema kundi la Yanga ni kundi la kifo liliwajengea confidence ya kwenda kujiandaa, kuja kuthibitisha kwamba walikuwa wanafanya kweli homework ya kuwasoma wapinzani wao. Lakini Simba waliwachukulia wapinzani wao kwenye hali ya kawaida, kwa maana wakachukulia kundi litakuwa ni jepesi. Na nikakwambia Simba hapo kwenye kundi gumu bila kujua anaweza kuokota chochote kile ambacho wakitarajia. Na ndicho ambacho kitokea kwenye mchezo wa jana. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ukitazama hata namna ambavyo Simba alikuwa anaiendea mechi nje ya uwanja, ndani ya uwanja alikuwa anaonyesha kabisa asilimia kwenda kuishinda hii mechi ni kubwa. Lakini wakaenda kukutana na surprise ndani ya uwanja. Kwa hiyo tumi hii imekuwa bora sana kutokea mapema. Yaani kitendo cha Simba kufungwa mapema kinaweza kwenda kuwatengenezea namna ama taswira mpya kuanza kufikiria ugumu wa kundi lao, ili kila watakapoingia kwenye mchezo wawe na umakini na kuweza kucheza kwa nidhamu kubwa. Lakini kama ingewatokea katikati, inawezekana Simba angetoka, lakini hadi hivi sasa bado ana nafasi ya kwenda kwenye hatua inayofuata, kwa sababu ziko nyakati kadhaa Simba amepoteza hadi alama 6 kwenye hizi hatua za makundi, lakini bado
akaweza kufikia malengo kwa maana ya kuvuka kwenye lengo ambalo alikuwa analihitaji. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kufungwa kwa Simba kwenye mchezo wa jana, tunarudi uwanja wa mazoezi kwa kocha, nini ambacho amekiona na wapi anakosea. Hapo sasa ndo atakuja na majibu sahihi, why not anamwacha Jonathan Soa nje na kuanza na wachezaji ambao hawana sifa ya kuwa namba 9 kwa maana force number 9. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kila kitu kitaanzia kwenye mchezo unaofuata. Tutaona mabadiliko makubwa kwa sababu tayari hata mashabiki nje ya uwanja watakuwa wanajua kabisa hapo kwenye kundi gumu. Nafikiri ili Ahmed Ally alizungumza kabisa, akasema kundi gumu sio kuwepo kwa Waarabu wengi ndio ukasema kundi ni gumu. Lakini kitendo cha kuwa na timu ambazo zina mfululizo wa kushiriki kwenye michuano ya kimataifa, kuwa na timu ambayo kubeba ubingwa kwenye ligi ambayo inashiriki ni jambo la kawaida, hizo ndo timu ngumu. Kwa hiyo mimi nafikiri Simba amejifunza mengi sana kwenye mchezo wa jana. Kwanza nidhamu, lakini pia kuto kumchukulia kawaida mpinzani yote ambaye unakutana naye. Sawa, kwa upande wa Petro wao walifanikiwa sehemu gani? Wakapata bao lakini wakawa wametawala mchezo kwa namna fulani, ilhali wao walikuwa ugenini. Nafikiri moja kati ya kitu ambacho walifanikiwa ni kutokuwa wa pili kwenye mchezo. Yani kama wangewaruhusu Simba muda mwingi wamiliki mpira, inawezekana wangekuwa kwenye hatari zaidi, kwa sababu ukimtazama Pentivu mfumo wake ambao anautumia, anapenda kukushambulia huku akiwa na possess. Na ndo maana unarudi kwenye hata machaguo ya wachezaji ambao anaanza nao, wanaakisi hiki ambacho nakizungumza. Kwa nini anaanza na viungo wengi? Kwa sababu anahitaji muda mwingi awe ana mpira, yani awe ana umiliki wa mpira kwa asilimia kubwa. Sasa sehemu pekee ambao walifanikiwa, walichagua kupishana na Simba. Waliamini sana kwenye ubora ambao walikuwa nao, lakini pia ulikuwa unaona nidhamu yao ya kiuchezaji ilikuwa bora sana. Wakati ambao wanakwenda kushambulia utaona wanaunganika kwa pamoja kwenda kushambulia, lakini wakati pia kuzuia utakuta wanazuia na idadi kubwa ya wachezaji. Lakini kitu cha pili ambacho walikuja kufanikiwa, nafikiri baada ya Simba kipindi cha pili kufanya mabadiliko ya kumtoa Nabi Kamara, pale ndipo ambapo Simba alipoteza dira kabisa kwenda kuishinda mechi. Mimi binafsi makosa ya Simba yalianzia pale. Yaani kama kuna sehemu kocha anapaswa kulaumia, basi ni baada ya kumtoa Nabi Kamara. Kwa sababu Nabi Kamara alichokuwa nakifanya ni uwezo wa kuicontrol mechi. Alikuwa na wapa wakati mzuri sana wachezaji viungo washambuliaji kwa maana kina Morris Abraham, Neo Maema, kina Joshua Mutale, Elim Panzo kuchezea mpira, kwa sababu alikuwa anafanya kazi kubwa sana kuituliza timu, lakini uwezo wake pia kupiga pasi. Alikuwa na safa kwa niaba ya hawa wachezaji, lakini baada ya kutoka ukaona Arasani Kante ni kama akawa ana mzigo mkubwa sana. Ana spidi sana, lakini alikuwa anapaswa kuwa na spidi kulingana na mechi ambayo ilikuwa inamtaka, sababu wapinzani walikuwa wanakuja kwa kasi hali ya juu. Kwa hiyo akajikuta anazidiwa kwenye baadhi ya maeneo na ubunifu kama umepungua. Kwa hiyo baada ya hapo ukaanza kuona Simba inakosa mawasiliano kwenye eneo la katikati. Yaani kiungo cha ushambuliaji na kiungo cha ulinzi kikawa kimepoteza mawasiliano. Sasa pale ndipo ambapo Petro Atletico de Rwanda anafanikiwa. Anafanya substitutions za wachezaji wawili. Uliona winga wao yule ambaye aliingia namna ambavyo alikuwa supabu sana. Alimpa wakati mgumu sana Shomari Kapombe. Yes, alikuwa anashindwa kupanda wakati kama ambavyo alikuwa anafanya kipindi cha kwanza. Kwa hiyo nafikiri mfumo ambao aliutumia na ambao alikuja nao kocha wao ndio ambao ulikwenda kuwanufaisha Petro Atletico de Rwanda. Baada ya mchezo Yusuf, maneno pia akawa mengi kwa upande wa Kibisawala Elim Panzu. Wengi wakisema hawaelewi kile ambacho anakifanya. Nafasi ya wazi anakosa, lakini pia inatokea nafasi ya kutoa assist nyepesi anabutua kwa mpinzani, mpira unakwenda mbali. Wengi wakisema huenda kama Kibisawala anaanza kutumika hivi na upande wa pili. Ni maneno ya mashabiki nafikiri. Mimi binafsi nimemwona pia washabiki ambao walikuwa wanazungumza hivyo. Sifikiri kama kuna mchezaji anaingia kwenye yani kwenye pitch kwa nia ya kwenda kufanya kuigharimu timu. Yaani kwenye hao wachezaji mimi binafsi siamini, hususan kwa Elim Panzo. Ukumbuke ni michuano ya kimataifa, ni bora ingekuwa hata ni michuano ya ndani. Alafu unaenda kucheza sasa na hiyo timu pinzani ambayo labda inahusishwa na huyo mchezaji, lakini ni michuano ya kimataifa ambayo kila mchezaji anatamani kuonyesha kitu bora ili kuweza kuikuza thamani yake. Kwa hiyo kilichokuwa kinatokea tu ni makosa wachezaji ambayo si mara ya kwanza kwa Elim Panzo kufanya hivyo.
Utakumbuka hata kwa Morris Abraham jana amekosa nafasi, si ndio? Lakini unarudi hata kwa Young Africans, Prince Pumerelo Dube amekuwa akipitia wakati mgumu sana. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni maneno ya mashabiki baada ya kupoteza. Ukumbuke kabisa kuna maneno ambayo yanazungumzwa baada ya timu kupoteza na kuna maneno ambayo yanazungumzwa baada ya timu kushinda. Nafikiri kwenye mechi ya jana nilikuwa namhitaji zaidi mchezaji kama Kibu Denis Prosper. Uwezo wake wa kutumia ile energy, lakini amekuwa na mchango bora sana kwenye michuano ya kimataifa. Ulikuwa pia unamhitaji mchezaji kama Stephen Dese Mkwara mapema kabisa. Niliona kukuwa na haja ya Joshua Mutale, Neo Maema kumaliza mchezo. Yaani hesabu ya Joshua Mutale ilikuwa inahitajika mapema, lakini pia Neo Maema ilikuwa inahitajika mapema sana kwa sababu kama unahitaji kuishinda mechi kwa asilimia kubwa sana, kisha unaanza na wale wachezaji ambao tayari wameshathibitisha hilo daraja. Yes. Kumbuka hao kina Jansha Leo wake na Kibu Denis Prosper of course jana kuepo, lakini wao wametuonyesha msimu uliopita nini ambacho wanaweza kukifanya. Utarudi kwa Young Africans kwenye mchezo ambao amecheza dhidi ya Farabati. Mchezaji pekee ambaye hakuepo msimu jana na alianza ni Celeste Nyekuwa kama sikosei. Lakini idadi kubwa ya wachezaji ni wale wale. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nakipata ukianza na wachezaji ambao wamekuwa wakifanya na kuna kitu ambacho pia utakipata kulingana na wachezaji. Yaani nilitamani kuona hawa kina Neo Maema, wachezaji kama kina Morris kwa maana kina Morris Abraham wawe ni wapili baada ya kina Jansha Leo wao kushindwa kufanya. Kwamba mwalimu angeanza zaidi na wachezaji wale ambao walikuwa wakitumika vizuri katika mashindano haya. Kwa sababu asilimia kubwa wachezaji ambao walikuwa wanatumika wapo. Ukiachana na kwa maana ukija kwenye kikosi cha kwanza cha Simba msimu uliopita, mchezaji pekee ambaye hakuepo na yupo ni Mohamed Hussein na Fabrice Luamba Ngoma, sio? Ndio wachezaji pekee ambao wapo, lakini kwa wengine wote walikuepo. Of course kwa mchezaji kama Rushen Dero kwa ina haja tena ya kuanza kufanya discussion, lakini pia mchezaji kama Nabi Kamala ulikuwa unawahitaji, lakini kwenye mchezo wa jana unahitaji kuona idadi kubwa ya wachezaji ambao wanatawala mchezo ni wale ambao walikuwepo msimu jana, ikiwepo kina Yusuf Kagoma. Hivi kuanza kwa Mwamba Alassane Kante eneo la katikati amezima dakika 90 kwa mara ya kwanza amepewa dakika 90 kwenye mchezo mgumu sana. Of course alifanya wao sana, lakini tutarudi kumlaumu baada ya timu kuto kufanya vizuri kwa maana kuto kupata matokeo, lakini kwa maana kiwango chake nafikiri ni mchezaji mzuri sana, lakini sioni kama ni aina ya mchezaji ambaye kwa sifa ama kwa namna ambavyo nimemtazama kwenye mchezo wa jana, sioni kama ni mchezaji ambaye unaweza kumpa majukumu ya kusimama yeye mwenyewe kuhakikisha usalama wa ma center back ama back four na akaifanya kwa asilimia 100. Kwa namna ambavyo nimemtazama mchezaji ambaye anahitaji kuwa na mbadala wa kuweza kumsawazishia yale makosa ama kumpa uhuru wa kupiga zile pasi, kwa sababu ukimtazama Alassane Kante ni bora sana kwenye kupiga pasi kuliko kuzuia. Yaani kama unahitaji pasa mzuri na uko unahitaji mchezaji mwenye uwezo wa kuzuia, basi anza na Yusuf Kagoma pamoja na Alassane Kante. Ama ukihitaji mchezaji ambaye sio mkabaji lakini uwezo wa kuicontrol mechi, anao ni Nabi Kamala. Unajua kuna utofauti wa kuicontrol mechi na kukaba. Yaani kukaba ni yule ambaye yeye anafika, yaani mia yeye anaweka mguu popote pale, mguu wa shingo, mguu wa roho kama ambavyo wanasema. Lakini Nabi Kamala yeye anachokifanya ni kutumia ubunifu wa ubora alionao akili yake kwenye namna ya kuprotect mipira na receive kwa maana kupasia, lakini pia kuifanya timu ikae inacheza. Hicho ndio kitu ambacho Nabi Kamara nacho. Kwa hiyo kwangu mimi nilipomtazama Alassane Kante Maodo anamuita, si mchezaji ambaye anastahili kusimama peke yake. Niliona hilo kipindi cha pili. Bwana, kwa uchache kabisa tu wazungumzie Young Africans ambao na wenyewe bahati iliangukia kwao, wakaondoka na ushindi wa goli moja, alama 3 kibindoni katika kundi lao dhidi ya AS FAR Rabat. Young Africans katika ubora wao ule ambao wengi walikuwa wameuzoea, kubwa zaidi kilichowasaidia Young Africans kupata matokeo ni kitu gani? Nidhamu. Waliingia na nidhamu, lakini pia hawakutaka kuonyesha kama wapo kwenye nyakati mbaya sana ama wapo kwenye kundi gumu sana. Kama ambavyo ilikuwa, nafikiri kama narudia kusema kwamba mlivyosema ama walivyosema kwamba kundi la Yanga ni kundi la kifo, lilimsaidia sana kocha kwenda kufanya mweke yake vizuri.
nafikiri ulikuwa unaona muunganiko wa kikosi cha Young Africans ulikuwa bora sana kuliko ambavyo walianza msimu. Ubora wa Mudathir Yahya, nafikiri mchezaji ambaye alikuwa anahitajika kurejea kwake, unaona kuna namna ambavyo walienda kuongeza kitu kikubwa sana kwenye eneo la katikati. Akawa anamfanya Duke Abuya acheze sasa kwa uhuru kama ambavyo walikuwa wakifanya msimu jana. Nafikiri kitu ambacho kinakosekana ni bado tu kwenye eneo la mwisho umakini wa kuweza kuzitumia nafasi vizuri, kwa sababu naamini kama angeweza kuzitumia nafasi zao vizuri, basi kwenye mchezo huo wangeweza kushinda si chini ya mabao 2 na kuendelea. Kuna nafasi ambapo Prince Dube alikosa ya wazi kabisa. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa bonge moja la mechi, kwa sababu Yanga alikuwa anahitaji matokeo kuliko kitu chochote. Na of course dakika 90 zinatamatika, anapata kile ambacho alikuwa anakihitaji bila kujali nini ambacho kilitokea, kwa maana kirudi kwenye goli ambalo pia wapinzani wao walifunga alikaweza kukataliwa. Kwa wao yani kwa Yanga sasa aliwahusu, lakini ilichokuwa anakihitaji ni alama 3. Nafikiri kitu ambacho amekiongeza kocha Pedro Gonçalves kwanza ni uharaka wa kufika kwenye matukio. Yaani wachezaji wake wamekuwa na speed sana kiasi ambacho inawasaidia kufika kwenye matukio kwa wakati, lakini pia unaona hata pale ambapo timu inapoteza mpira. Hivi sasa timu haichezi kumtegemea Pacome Pod Zouzoua. Japokuwa amekuwa mchezaji ambaye ana athari kubwa pale ambapo anapata mpira, lakini unaona uhatari unaanzia zaidi kwenye eneo la katikati. Na naamini siku zote timu yoyote imara, timu yoyote ambayo ina uwezekano wa kushinda mechi, basi lazima ubora uanzie kwenye eneo la katikati, kwa sababu pale ndo kunakuwa na balance ya kushinda ama kupoteza. Kwa hiyo kwangu mimi Yanga wameanza vizuri. Kinachobaki sasa ni namna gani ambavyo wanaweza kukiendeleza hiki kilichobaki, lakini kwa namna moja ama nyingine wameibeba heshima ya nchi, kwa sababu karibia timu 3 kutoka Tanzania zimepoteza, lakini wao wameweza kuilinda heshima. Ni kitu kizuri sana. Shukrani sana. Asante.